salama. Dakika 45 za mwisho na timu zote mbili zimeonekana kucheza kwa utulivu na uwezo wa kutosha mno, kwa maana wote wanaweza kutumia nguvu, lakini kubwa naweza kuliona leo ni kwamba kila timu inajaribu kutumia maarifa zaidi ili kutengeneza mianya ya kutosha ya uhakika, na wakipata bao liwe ni bao ambalo halina mushkeli, halina mashaka, lakini kubwa zaidi wanataka kucheza wote. Ndio maana muda mwingi mpira unachezwa chini, japo kuna wakati fulani Prisons wanatumia long balls approach ili kwenda haraka kwenye eneo la mwisho kujaribu kutafuta bao. Kwako Jesse John. Asante sana mwalimu Kashatu bwana. Unajua tuko kwenye wajiko, ulitakiwa uje nazo kwenye gari yako huko. Mimi na ndugu yangu hapo, fundi wetu wa mitambo, mkoka. Hata kama tusingeweza kuziivisha, lakini tungepata wataalamu hasa wanaotoka kusini wangetusaidia, lakini nashukuru bado kwa kutamka tu inatosha. Inaonekana sio mchoyo. Asante sana mkotopaji wa Mpaje kule Mtwara, anajua sana kutoka shamba la Meng'oko. Mimi sasa hivi nahitaji ujasiriamali. Huwezi kujua hizi kazi huwa zinakwenda wakati mwingine zinaisha. Kwa hiyo ukiweza kuwa ni mjasiriamali, siku ya siku uko likizo, unakaanga korosho zako, unafungasha kwenye viroba, tunakuona mtaani unatembeza kwenye gari yako. Zamani wakati mdogo ni kutoka Yambi nzuri sana alipolizia. Licha ya walinzi wa Yanga wote kusimama kwenye eneo lile wakiwa wanajaribu kumgali, lakini bado ameenda kufanya connection nzuri sana. Timing, airborne connection. Na ule mpira licha kwamba alikuwepo Lamine Molo na ni mrefu, lakini bado ameweza kufanya timing, akaruka kama zile na ule mpira akaufanya side flick connection. Ukatoka nje. Kwa Jesse. Makumbi Mabedi Mziba kuanzia kwa Kitwana na Popat Manara na wengineo waliokuwa wazuri sana kwenye high balls walikuwa ni watu wa kujitolea muanga, lakini sasa hivi mtu anaruka juu anawaza akirudi chini itakuwaje. Kidogo moyo wa kujitolea kwenye timu zetu, wachezaji wetu wa kisasa si kama vile tulikuwa tunaona zamani. Watu wanacheza kwa moyo mkubwa kwa ajili ya timu zao. Jesse John. Namkumbuka sana yule mtu mmoja kwa anaitwa Mario Jetel pale. Ile ngoma inatupwa kutoka kwenye usawa wa ardhi kama mita 6-7 hivi, hata 10. Wanajua mwanaume akipanda juu na alikuwa mrefu lazima akutane nayo, lakini kwa mipango na maarifa ya kutosha, McLance ingeenda kutosha, spiking head na kadhalika. Jesse John. Kuna mechi moja wakati yafikenda dakika inakwenda ya 7 inakwenda ya 8, bado bao ni creative. Yuko mbunifu, sio mbunifu hata kidogo, sababu unaweza kuona mpira kwa namna jinsi ulikuwa umekwenda kwa striker na mwenye umbo kama la Molinga. Ule mpira alitakiwa wa screen wote wale, hapa ungoje ushuke mbele yake aspike ule mpira kandamize, lakini sasa badala yake anakuwa soft. Wanakuja walinzi wawili wanamspin na ule mpira, wanamsandwich na wakachukua ule mpira. Ndio maana mara nyingi nilikuwa nimesema matumizi ya mwili wa Molinga bado si sahihi na kama jinsi anavyoonekana. Anaonekana kujichemea na amefunga bendeji kubwa katika mpaja wake ule. Akigongwa kidogo basi kazi yake kuweka meno nje. Anaonekana anatia huruma. Gonga moja ndefu mpira ni timu ambazo kwa ujumla wake zimewiva. Prisons wakiwa wamekaa pamoja kwa muda mrefu sana. Yanga licha ya kwamba kuna wachezaji wengi wageni, maingizo mapya haya hawajaelewana sana, lakini unaweza kuona kuna utulivu wa kutosha na ile rhythm unaweza ukaiona kwamba wanacheza kitimu wanacheza pamoja, lakini uwepo wa Nionzi Manyisara kwa sababu mchezaji mbunifu, mnyumbufu, na unaona akipata mwanya mbele yake anakimbia mno, ndio maana unaona anasiwa faulu nyingi. Anacheza kwa mapenzi mbaya malizo, lakini kimo chake kwa mipira ya kubeba au mipira inayokuja hewani atapata tabu sana, kwa sababu anacheza dhidi ya walinzi wagumu, warefu na wenye nguvu wa Tanzania Prisons. Kwako Jesse. Kichwa kizuri kilichosetiwa na Bernard Morrison. Maka ule mpira ulikuja juu akameshamuona Ipe anapokimbia akauseti diagonal spiking head. Mpira ukaenda kwenye njia, lakini Ipe hakuwa sharp kiasi ya kutosha kwenda kukuta ule mpira na kufanya finishing kwa kupiga moja kwa moja. Michael Simari hizi zote za utimamu wa mwili ikiwa ni pamoja na nguvu. Unaweza kuona namna jinsi alivyotoka jirani kama akiwa 4 tu hivi, lakini amepiga standard blockbuster ambayo umetacha amebidi aende kujaribu kuhakikisha kwamba ule mpira hauingii kambani. Lakini kwa ni shoot moja nzuri mno. Na hizi foul akiangalia sana huyu Abdulaziz Makama ambaye ni kiungo mkabaji. CDM anasema vizuri, lakini tatizo fouls inakuwa ni nyingi ambazo baadaye zinakata madhara kwa namna fulani. Hata kuna mdau mmoja anazungumza chini hapa na Ting Magoa kwamba anacheza foul nyingi sana. Ukabaji wake anaingia mzima anatumia mwili. Hatumii miguu kuenda kutouch mpira ama kugusa mpira, anapeleka mwili, kitu ambacho kinaleta mgalifu. Haya, kadi ya njano anapewa hapa mchezaji wa dakika ya 18. Ipe yule, lakini lazima tukubali footwork nzuri na utulivu wa kiwango cha juu
asilimia 120 kama sio 140 cha Dar es Salaam Africans, kwa sababu mpira ulianza hapa kama mzamzaa baada ya foul aliyofanywa Juma Abdu. Hawakutaka kucheza long ball, kuswitch ule mpira ndani ya penalty box. Juma Abdu amecheza na Nio, unamjua mchezaji dynamic, mchezaji mwenye ubunifu, akacheza pasi moja kilaini, lakini wakiwa wanashirikiana sana na Mpinduzi Balama. Ule mpira akaondoka nao Nio, akaucheza kama anataka drive, lakini akaucheza, akapiga pasi moja nzuri ya kunyanyua, akampelekea Bernard Morrison. Hatari sana. Amefanya cutting, outer cutting, breakaway. Ule mpira kana udobisha nyuma ya mabeki wa Prison. The ball in the space, the man in the space, the ball in the net. Alichokifanya Ipe ni kujitolea. Sasa pale ndio unaposikia mshambuliaji kujitoa muwa, kwa sababu kulikuwa na uwezekano pale wa goalkeeper kutoka ameinua miguu yote miwili na magoti akamdhuru Ipe, lakini akaenda vile vile, ule mpira unadondoka kama utafuta chini, akanyonyoa kichwa, ule mpira ukatumbikia ndani ya goli. Safi sana, goli moja zuri, lakini limetokana na kazi nzuri ya ubunifu wa Bernard Morrison. Kwako Jesse John. Kijana kama sikosei, naam, mipira kama ile goalkeeper akiucheza usingemfunga ile, kwa sababu angekuja kwa acrobatic. Hatari, anasoma shot. Yani angekwenda hewani ile, wakati yeye hajapiga kichwa ameshakwenda kuchukua mpira kwenye kichwa chako, afu anabinuka sama sote nyuma yake. Lazima ukwepe ile. Kinye mpira kama ule anapiga kelele, afu mguu mmoja wa kulia unakuja mbele kama silaha, kama ngao. Anasema nipisha. Sasa wewe una roho gani usipishe? Mtu mwenyewe kibongea mtu. Kama alikuwa na kilo chache ya misikini, nadhani kilo sio chini ya 96. Miaka ile aliwahi kujipendekeza Ahmed Yamasha, nipisha. Yamasha kusikia ile, basi akamkumba yeye huko Zuberi Magoa kule. Madaktari ndio kati yao. Naye akawa amelala chini huko, lakini goli alikuingia, afu baadaye anainuka na waangalia wale wanamhudumia. Bwana yule amepona. Namuuliza Yamasha amepona? Edon Korisha. Hapa kama Toski anakuja, anaweza asipime kwa sababu haelewi nani kaanza kumgonga mwenzie. Hatari sana. Hao ni 2-2. Jesse. Yeah. Kadi ya njano kwa Abdulaziz Makame. Lazima ataipata. Ulisema hapa na jamaa mmoja chini hapo. Mapinduzi Balama anazunguka huko katikati, kwa Mapinduzi Balama anacheza inside 10, sasa ameshuka kati mwalimu. Tari anazunguka sana yule bwana mdogo. Ana kasi lakini pia ni jasiri. Muda wote anaingia kwenye mguu yako huko Kizuba. Mapinduzi, Mape anazunguka, Mape anakwenda, Mape anagoka kule. Jaribu kucheza pasi fupi fupi au kona fupi za chini. Lakini kwa aina ya watu waliokuwa nao, kama angeweza kucheza long corner, in swing ama out swing kwa namna yote ile, akiwepo Ipe pale, anakwenda Lamine Moro, Abdulaziz Makame, Said Makapu, watu wote wameenda hewani, wanaweza akapata faida ya mili hao watu, kwa maana ya kujaribu kucheza one against one ama one on one situation na walinzi wa Prison. Jesse John. Hii ni kazi yenye maadili yake na miko yake na kanuni zake, na watu wanangoja mabao huko walipo, kama yuko shamba yuko wapi. Sasa watu wanafuatia vitu vidogo vidogo kama hivi, kwamba wajue wewe uko upande gani. Hatuko hapa kwa ajili ya kuwa upande gani, tuko hapa kwa ajili ya mpira wa timu yote inayocheza hapa. Hata ingekuwa imetoka Rwanda, imetoka Russia, imetoka Australia, kazi ni ile ile. Timu yangu inatoka Terero Boys iko kule Koba, ndio timu yangu. Ama Katoma combine. Gonga kule katika lango la timu ya Prison kule, hiyo na ile. Baada Kaseke kufanyiwa foul hapa, alikuwa anateleza. Kaseke lazima alikuwa ni kiwango, alikuwa ni uwezo, na wanajaribu kugusa mpira. Nimesema kwenye subjective analysis hapa, timu zote ni nzuri sana kwenye touch ya kwanza. Sasa Yanga naona pale aliugonga ule mpira, tunaita back heel spider move, akawa anajaribu kumpigia mtu, lakini akiwa anazunguka kivyake, aombe nafasi au aombe mpira kwenye njia, lakini beki wa Prison akasema isiwe tabu. Alijua kabisa akiruhusu ule mpira uende kule, maanake ni kwamba Dosa angekuwa huru akazunguka akakaa kwenye nafasi kwenye sideline, alafu angetengeneza muondoko moja mzuri kwenda kushambulia goli lao au kwenda kushambulia Prison. Kwa hiyo wakati mwingine hizi ni fouls ambazo ziko katika mbinu za ulinzi, kwa maana mshambuliaji asiwe na nafasi huru ya kucheza na kufanya jinsi anavyotaka. Jesse John pale Zanzibar kaweka kati. Hatari sana Kaseke, karudi Kaseke yule tunayemjua wa Mbeya City, ana bidii, ana kaba, ana utulivu wa kutosha, ana footwork nzuri, anajua nini anafanya. Mpira wake wa mguso tu wa kwanza ana maamuzi sahihi. Kwa ujumla anajitahidi na vizuri, na ndio maana ameweza kumshawishi mwalimu Luck Eima aweze kukaa kwenye kikosi cha kwanza. Mechi zote anaanza, lakini mwalimu ile Mbeya City ya kwanza achana nayo kabisa ile. Haitakaa irudi ile. Nilikuwa naongea juzi na afisa masoko Yanga Afrika, alikuwa msemaji wa Morrison, anapiga moja ndefu mpira kwa kile. Alikuwa anatembea juu ya mpira afu kachanua afu kaganda hivi kaonyesha manyenye fulani hivi kama kimanga mpiga mgoroni huyo. Jeremia Juma anakwenda, Jeremia Juma anazunguka, Jeremia Juma daktari wa nzuri sana ile, ni ndio njia pekee ya kulinda kiwango cha wachezaji hawa. Lakini pia kumbuka kuna kuchoka hii kazi, na goalkeeping au nafasi ya ulinzi wa goli ama mlinda mlango ni ngumu mno.
unafanya kazi zaidi hata wakati mwingine kuliko wachezaji wa ndani, na hasa unapokuwa unakabiliana na timu zenye mashambulizi makali. Kwa hiyo ni namna nzuri ya kuwafanya wote waone wanatamani, lakini kila mmoja aendelee kujifunza akiwa kwenye uhalisia wa michezo yenyewe, rather than kumweka benchi muda mrefu. Akija kuanza kuchuja, mnafikiria kumtoa kwa mkopo ama kuachana naye, mnaanza moja. Lakini jana kama ametacha, ni bado kijana mdogo sana ambaye ana nafasi kubwa. Endapo Mungu atamjalia asipate injuries, anaweza akaisaidia sana Yanga au timu nyingine yote ile atakayoamua kwenda kuichezea, sababu hii ndio kazi yake. Kwa hiyo nafikiri ni philosophy nzuri sana ya kuwasaidia wachezaji kubadilishana vyumba ama nafasi. Lakini Ulaya hii haipo mwalimu, ukikaa umekaa Inaweza background yake yote inarushwa shilingi bwana, leo kinyi au ujeze fungo. Yes. Hakuna lolote baya linaweza kutokea. Ni kweli. Au Simba zile akina Idi Pazi anacheza kina Makenzi na Ramadhani, yote yule anakaa golini. Na ni matokeo ya kutrain kwa kiwango sawa, kuaminiana, kupendana, teamwork kwenye timu inajenga hayo na kuleta faida ya kila mchezaji kuonyesha alichonacho na hasa vipaji vyao, lakini akiwa anatumika inavyotakiwa. Jesse John. Lakini ambacho kinanishangaza miaka ile ya nyuma, kuna mechi zile za dabi, kuna mchezaji anaweza kuwa acheze mechi za kawaida lakini ya dabi lazima asimame pale nyuma. Idi Selemani Kibode Nyigu, Yanga nani, Simba na Yanga, hiyo lazima acheze pale, na anafanya kweli na vibaya mno. Akipata hiyo nafasi akosei. Nyingine zote hizo anaweza kusimama, lakini Simba na Yanga anasimama. Kazi maalum. Idi Selemani Nyigu, task force. Hiyo amesimama kwa muda hivi sasa. Anacheza vizuri, lakini kuna vitu vingine wakimzuia baadaye vitamgharimu. Ana manjonjo ya kufa mtu, ana madoido ya kutosha sana. Sasa hivi hapa wale wanaofuatiliaga zile michezo ya sarakasi ya Wachina wanakuwaga na vigurudumu fulani hivi kama baiskeli ama baiskeli ya tairi moja. Alichokuwa nakifanya ndio hicho, anaganda na ule mpira, lakini huko anatembea na kwenda nao, na hiyo ni kujiamini mno, lakini akiwa anajua nini anachokifanya. Mambo haya huwezi kufanya kama una hati hiyo na una kipaji hicho, vinginevyo utataka watu wakurushie maneno yasiyofaa. Hiyo mwalimu kile amesimama kwa muda, kuna wachezaji wanatibia uwanjani. Aliwahi kukutana nao Bakari Salum Shobe na Bobo Gola wa Kenya. Naam. Anacheza hivyo, anamshangilia, anasema anakushangilia ngoja subiri na kuja utanishangilia mimi. Ni kweli. Kacheza mizero, kacheza jamaa kapiga mzima huko nje. Nasikia hiyo ya kwangu, afu rudia tena. Arudi. Labda msaada atakuwa muoga, atakuwa na alafu nyingine nakumbuka niliwahi kuona Daudi Salum, Bruce Lee na Hussein Idi hapo. Kadi ya njano anapewa mchezaji wa Yanga Afrika Juma Gol. Daudi Salum alipewa hapa namba la bibi na Hussein Idi, nakumbuka. Ni Deus Kaseke Jesse. Ndio, Deus Kaseke anapewa kadi ya njano. Hiyo Daudi Salum alikuwa anapiga sana chenga pembeni, yuko nani huyu? Hussein Idi alikuwa winga moja hatari sana. Hatari sana Hussein Idi. Basi alikuja Daudi Salum alimzoa mmoja mpaka kwenye running track huko, kwa watu walikuwa wanakaa running track hapo shamba la bibi hapo. Uwanja wa Uhuru. Akaangukia mashabiki kule hapo bwana matusi kibao. Salma alikuwa mjini yule. Kusri anaitwa. Anaanza kukata kwenye kiuno. Ruka anakuta kwenye ugoko. Kwenye ugoko anakuchukua chini. Sababu utaleta shida. Hata huyu Morrison ni mwanzo tu, lakini wanamwangalia tu watu. Makocha wanamwangalia, mabeki wanamwangalia. Wako mabeki nchi makatili bwana. Wapo. Anakwenda katika bench. Azizi Ismail ingia jezi nambari 8 chezwa. Ningemweka penalty katikati kwa sababu ya ubunifu wake. Na mimi nilikuwa napenda kitu kama hicho, yani mtu kama yule anayeteleza anaingia pale katikati pale, kwa sababu ipe unamweka zile troopers, unamwambia asimame. Nzuri sana. Kama unaweza kuona amehusika kwenye bao la pili kwa 100%. Anakwenda kule Juma Abdul, anaingia maeneo kule sasa, mpira ule kwa PS machine na kinachelewa kule PS machine, anakwenda kule piga shoti moja la chini, lakini akamata pale goalkeeper yule Jeremia Kisubi. Donga moja ndefu, mpira pale ule kutoka nje kuna kona kurusha kwa lango la timu ya vijana hawa wa Yanga Afrika, kwamba Kaseke amepata kadi ya njano, na kwa namna jinsi mechi inavyoendelea, Prisons wanapocheza dhidi ya Deus Kaseke na wanapocheza dhidi ya Mapinduzi Balama kutokana na haiti zao, wanaweza kaadhibika kwa kupata kadi nyekundu baadaye. Labda Yipe anapiga kwa kisigiro kule, lakini akamata pale, kili amefanya technical substitution ili kumlinda Deus Kaseke ambaye anaonekana kumwamini kwa ili aendelee kumtumia kwenye mechi nyingine zijazo. Utakumbuka kadi ya hapa ina count mpaka kwenye ligi kuu ya Vodacom. Okay.
Haya, nyuma kule pale mashariki mwa uwanja kule anakwenda kule nani yule Bua anaingiza kwenye refu kule Jeremia Juma anapoteza mpira pale ule hatari kule nyuma wa timu ya Yanga Afrika. Kwenda kule sasa Morrison lakini anafika pale Muhambi yule. Kwake Michael Smile, Michael anakwenda, Michael na mpira, Michael anakwenda anapiga moja ndefu kule katika lango la timu ya Yanga huko. Anacheza kule beki pale nani Juma Abdul. Haya, anao tena ujaji nyuma Prison anakwenda kupoteza mpira kule anafika kule bado. Anapiga chinga anapoteza mpira pale jezi namba 17 yule Samson Mbang. Kama wataonekana kucheza hivi na wanakatika, lakini kwa kujiamini mno, Prisons bado wana uwezo wa kusawazisha bao, wala kurudisha hata bao moja. Sababu inaonekana mipango ya Yanga ya kwenda kwenye kumalizia ni tofauti na jinsi walivyokuwa wanacheza pale mwanzo. Dakika ambazo zimekwisha ni vizuri vijana wakipata fursa waondoke. Inaonyesha tuna mwanga sasa hivi, tunaanza kukubalika, lakini kukiwa na nia, nidhamu ya kutosha na bidii bila kukata tamaa. Lakini wazazi wengine sasa hivi watu wao wanaambia mcheze mpira wadogo sasa hivi, hata masomo wanaweza kuwa sizingatie kwa sababu Samata yuko Ulaya. Inategemea unaiaddress vipi hiyo. Hahitaji kuacha masomo na kuweka nguvu huku. Yaani ni swala la kubalance hizi shughuli zote, kwa sababu mpira ni maisha ya watu. Sasa hivi tunaweza kuona kitita wanachochukua wachezaji wa kulipwa, lakini pia anaweza kaa na uwezo nzuri kichwani au darasani akabalance muda wake na akasaidiwa. Kubwa ni ushauri. Offside kule Jeremia tumekiona kwa TBC Taifa. Mpaka sasa Yanga anaongoza goli 2-0, lakini bado Tanzania Prison wanaucheza. Kipi ambacho unakiona kwa Yanga kinakosekana mpaka sasa? Ninachokiona kinacholeta shida kwa Yanga hasa kwenye safu ya umaliziaji. Kuna mchezaji mpya amekuja Ipe, lakini bado ana uzito, labda bado hajafahamiana na wachezaji anaocheza nao sehemu ile ya mbele, lakini bado tatizo la umaliziaji kwa Yanga ndio tatizo kubwa. Yule mchezaji wa mwisho wa kuweza kutafuta magoli pale mwishoni, labda kama tulivyokuwa na Makambo wakati ule, ndio kidogo bado, lakini hebu tumpe muda Ipe tuone. Naam, tumeshuhudia pia beki ya Yanga inawakosa goli wawili, Kevin Yonda ambaye yuko majeruhi, lakini pia Ali Mtoni Sonsa ambaye ndio kadi nyekundu. Lakini performance ya beki mwenaje Yanga pamoja na kwamba inakosa watu wawili muhimu? Imetulia. Hakuna ubishi hapo kwa mtazamo wangu. Naam. Hasa ukiangalia uchezaji wa huyu beki huyu Mgana Lamile Moro yuko vizuri. Ana command na anacheza nafasi yake kama beki wa mwisho katika namna njema. Naam, Jesse pia mwisho dakika 90 tutaweza kuongea pia na afisa habari wa Yanga Hassan Buguli, pia namuona kwa mbali hapa, aweza kumsogelea pia kama kutakuwa na muda. Asante sana, kama kutakuwa na muda tutaongea naye. Haya, cheza mpira moja ndefu huko, vijana wa timu ya Yanga wanagonga moja ndefu, wanakwenda huko, wanazunguka bado. Prisons wale anacheza mpira huko bado. Mkandala anafika pale, Mkandala nyuma huko. Anacheza kule Asukile Ben Asukile gonga moja. John anafuta afisa habari ya Yanga da Afrika Hassan Buguli hapa pia atueleze hisia zake mara baada ya Yanga kuibuka na ushindi wa goli 2-0. Hassan Buguli pili haja la kwanza Premiership. Kwa hiyo ni mchanganyiko fulani nzuri kutoka timu 64 kule ndogo zinakwenda zinapungua. Kwa hiyo ndani ya kipindi hiki cha Azam Federation Cup timu zina train na benchi ya ufundi anapata nafasi ya kuona wachezaji wao wote karibu kama watafanya mechi nzuri. Lakini kwa ujumla wachezaji au mabenchi ya ufundi, viongozi wa timu zote zilizo kwenye Federation Azam wameonekana kuheshimu thamani au kuheshimu uwepo au ujio wa kombe la Azam Federation. Prisons ni timu bora, timu nzuri, wamecheza vizuri, lakini piga pia kwa timu zote mbili kwa namna ambavyo wamecheza mwanzo mwisho bila kukata tamaa, lakini wakiwa wanaonyesha soka la ushindani, lakini wakati huo soka la kuburudisha. Kwa hiyo wote Simba Yanga wanashuhudia kwenye kundi la 16 bora kwa maana ya awamu ijayo ya Azam Federation Cup. Kwako Jesse. Asante sana Mwalimu Kashasha, hatuna la ziada kwa kuletea matangazo haya. Mafundi wangu wa mitambo hapa